Tumsifu Yesu Kristo, mtazamaji mpendwa wa Jugo Media, injili kiganjani mwako popote pale ulipo. Tukiwa bado tupo katika maombolezo ya msiba wa Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo aliyekuwa askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Wengi wetu tunapenda kufahamu maisha ya Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo yalikuwa ni maisha ya namna gani. Wengi wetu katika kipindi hiko ambacho anaanza utume pengine tulikuwa tujazaliwa, na wakati anafanya utume tulikuwa hatupo karibu naye. Lakini tunatamani kujua undani wa historia ya maisha ya Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo. Yuko sister ambaye alifanya naye utume kwa karibu, na katika harakati za utume alishirikiana naye kuandaa kitabu ambacho kinazungumzia maisha yake yeye mwenyewe Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo. Tuko naye hapa, atakwenda kutuambia nini mwanzo wa hicho kitabu na upi mchango ambao Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo aliutoa katika kuhakikisha kwamba kitabu hiko kinakuwa kama kilivyo. Hii ni Jugo Media, injili kiganjani mwako. Mimi ni Peter Kisoki, nyuma ya kamera yuko Iventa Mahela. Sister, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Habari ya uzima? Salama. Mtazamaji angependa kukufahamu kwanza kabla tujikita katika kitabu hiko ambacho umekiandaa. Asante. Mimi naitwa Sister Theodora Faustin, ni sister wa shirika la dada wadogo wa Mtakatifu Francisco wa Asizi, na ninafanya utume katika shule ya sekondari ya St. Joseph Cathedral High School ambayo iko pembeni tu na kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu. Hongera sana sister kwa utume. Asante sana. Sasa tujue nini mwanzo wa kitabu ambacho umekiandika ambacho kinazungumzia maisha ya Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo. Nini ulikuwa mwanzo wake? Okay, mwaka 2014 Mwadhama alikuwa ana sherehe ya miaka 30 ya uaskofu. Na kuanzia tulivyotangaziwa kwamba mwaka 2013 tulivyotangaziwa kwamba mwaka unaofuata manake 2014 Mwadhama atatimiza miaka 30 ya uaskofu, akiwa wakati huo askofu mkuu wa Jimbo la Dar es Salaam na akiwa active kabisa kwenye utume na afya nzuri. Mimi kama mkuu wa shule wa kati ya shule za St. Joseph, kwa sababu tukumbuke pia kwamba yeye ni mwanzilishi wa shule za St. Joseph, kwa sababu tunajua shule ya Forodhani ilikuwa ni shule ya serikali, lakini akaomba irudishwe kanisani, kwa sababu mwanzoni ilikuwa ni shule za kanisa, kwa sababu ya azimio la Arusha zikataifishwa, zikarudi, zikachukuliwa na serikali, zikaitwa Forodhani. Baadaye Mwadhama kwa sababu ya mapenzi yake katika kutoa elimu bora akaomba zile shule zirudishwe kanisani, kwa sababu pia ziko katika mazingira ya kanisa sana, na zikaanza upya, zikapokea jina lile la zamani la St. Joseph Schools, ambayo kuna primary, secondary na high school. Na mimi kama mkuu wa shule wa high school, na kwa sababu Mwadhama alikuwa anakuja shuleni mara nyingi, wanafunzi walikuwa wanamfahamu, wanakuja hapa mara nyingi kuongea na wafanyakazi, kuwatakia wanafunzi mitihani mema. Nikaona kwamba kama Mwadhama anatimiza miaka 30, ngoja niandike hata kabrochure tu ambako nitagawa kwa watoto waweze kumfahamu zaidi huyu baba ni nani. Kwa hiyo nikaomba appointment kwa sekretari wake, akanipa, nikaenda kwake. Nikamwambia, baba, nataka niandike kitu kuhusu. Akaniambia, kitu gani? Nikasema nataka niandike tu hata kabrochure ili wanafunzi wakufahamu. Akaniambia, sasa kwa hiyo andika basi. Nikamwambia, natamani wewe ungeniandikia kitu, kwa sababu mimi siwezi kukuandikia kitu. Kama unataka labda niulize kitu nikwambie. Kwa hiyo moja kwa moja nikamuomba aniulize kuhusu historia yake, kwamba alizaliwa wapi. Akanieleza vitu vingi sana. Na baada ya kutoka ofisini kwake, nilivorudi shuleni, nikasema sasa kitu kizuri kama hiki naandikaje kama brochure? Kwanza kimeshakuwa kikubwa kama kuliko brochure, lakini nitaacha tu historia ipotee hivi. Basi mimi naamini kwa maongozi ya Roho Mtakatifu. Nikasema hebu ngoja niandike kitabu. Na nilikuwa ni kitabu changu cha kwanza. Nikasema hebu ngoja niandike kitabu. Nitaandika kitabu, nitaweza? Nikasema ngoja nijaribu. Nikarudi kwake, nikamwambia, baba, nilikuwa naomba niandike zaidi ya brochure. Akaniambia, nini? Nikasema nataka niandike kitabu. Kitabu kuhusu mimi? Akashangaa sana. Nikasema ndio, nitaandika kitabu kuhusu wewe. Akasema, sasa utaandikaje? Kwa sababu mimi safari zangu ni nyingi, na wakati ule alikuwa anasafiri sana. Safari zangu ni nyingi, utaandikaje? Nikasema mimi nilikuwa nafikiri kwamba nataka nikuhoji. Akasema, utanihojije na mimi niko busy hivi? Wakati huo katibu wake alikuwa ni Father Masenge. Basi na dada wadogo wengine wawili. Basi
akaniambia basi omba appointment kwa wasaidizi wangu, labda nikiwa usafiri na mimi nikishamaliza maadhimisho naweza kukupa lisali moja ukaniuliza hicho unachotaka, alafu wewe mwenyewe utaona utafanya nini. Sio mwadhama alivyokuwa naongea, alikuwa sio mtu wa maneno mengi. Kwa hiyo nikaomba appointment nikaomba kwa wasaidizi wake, wakanipa ratiba zake. Kwa hiyo nikaanza kusafiri naye. Kwa hiyo kimsingi nilikuwa naandaa maswali. Kama nalikuwa ananitania, ananiambia inaonekana wewe ni mwandishi wa habari. Naandaa maswali yangu na laptop changu kidogo. Kwa hiyo yeye ananijibu lile swali, naandika vitu vyangu haraka. Akiwa anaongea na yeye anaongea kama ninavyoongea mimi. Yaani hata kuambia hiki kilikuwa unamuuliza swali, kwa mfano, hebu niambie kuhusu wazazi wako, nyinyi ni asili yenu ni wapi hasa, kwa mfano. Kwa sababu Mwadhama unajua asili yake ni Zambia. Ni watu walitoka Zambia. Kwa hiyo kama hivyo ataweza akakueleza kitu cha, yani akiwa anakueleza tu hata historia yake hiyo anaweza akakueleza. Kwa hiyo unakaa niko busy naandika huko anaongea. Kwa hiyo ikifika jioni na vitengeneza vile vitu na viweka vizuri, alafu narudi tena na maswali mengine. Kwa hiyo nilifanya hivyo almost 1 year. Yani mwaka mzima nikiwa naenda naye Songea, Sumbawanga, wapi, Moshi, Arusha. Kila mara ninakuwa kwenye hizo safari ili niweze kupata nafasi na maeneo mengi alikuwa anapenda sana kupumzika. Alikuwa wakati ule anapenda sana Kisiju pwani. Ni karibia kilomita kama zaidi ya 100, kama 100 na kitu kutoka Dar es Salaam kwenda Kisiju. Na kimsingi huko ndio alikosema mwanzoni kwamba ataweza akistaafu atakaa huko kwa sababu za kiafya, hasa ile swala la mgongo. Akashindwa kwa sababu barabara ni mbaya, akaona atakaje kule, lakini pia ni mbali na madaktari. Lakini kwa hiyo nikawa naenda naye pia sehemu zake za mapumziko naandika. Kwa hiyo mpaka nikaweza kwa hiyo alikuwa nikimuuliza maswali akinieleza, anaweza akataja kwa mfano wakati akiwa Kipalapala. Anaweza akasema wakati ule Kipalapala tulipata shida sana kwa sababu ya tangazo la mtaguso wa pili wa Vatikano, kwa sababu ule mtaguso ulileta mabadiliko makubwa na seminari zilionja yale mabadiliko. Kwa hiyo baada ya kunieleza hivyo, mimi nikishatoka hapo naenda kutafuta dokumenti ya mtaguso wa pili wa Vatikani nasoma. Ili kwa sababu yeye atanieleza tu juu. Mimi naenda kusoma sasa, ndio najazilizia pale kati ya vile. Na ndio maana ukisoma hicho kitabu utaona kwamba kuna maneno yake na kuna maneno yanayoeleza hilo tukio. Na kwa mfano pia watu mapadi wataja sana mara nyingi ni wa Salvatoriani na wa misionari wa Afrika. Kwa hiyo alipokuwa anawataja mapadi aliyohusika nao, mimi naenda nachukua dokumenti za hayo mashirika, naanza kusoma walikuwa ni watu wa aina gani, walifanya utume wapi na nini. Kwa hiyo kila anachoniambia kitu, mimi nafanya utafiti, naongezea yale anayonieleza, napata dokumenti ya msingi, naandika. Kwa hiyo ndio maana kipindi hicho sasa nikaweza kuandika kitabu ambacho kilianza maisha yake tangu amezaliwa na historia yake yote na sehemu alizopita zote na watu waliosoma nao. Ilibidi nikawahoji kwa sababu alikuwa akinitaja mtu anasema kwa mfano labda marehemu Askofu Nsenkoro yule wa KKT. Akisema kwa mfano hivyo, mimi naenda kumtafuta na kukutana naye kabisa face to face. Namuuliza, hebu unamfahamje Mwadhama? Atanieleza na yeye mambo yake. Askofu kwa mfano mstaafu kama Lebulu alimtaja, kwa hiyo ilibidi niende kwa Lebulu niongee naye, na kwenye kitabu Lebulu ameongea mambo mengi sana kuhusu yeye. Kwa hiyo kimsingi ndio hivyo nilivyofanya. Kwa hiyo siku ya sherehe yake 2014 tukazindua kitabu ambacho kilikuwa kinaeleza historia ya maisha yake kuanzia tangu amezaliwa, sehemu alizopita, paka na kuteuliwa kwa kote alivyoteuliwa, paka na kuwa kardinali, paka askofu wa Dar es Salaam. Kwa hiyo tukauza kitabu pale na niliuza kwenye maparokia mengi zaidi ya kopi kama 2000 hivi. Kwa hiyo tukaendelea. Baadaye Baba Mwadhama akastaafu. Alivyostaafu, wakati naenda ofisini kwake kumtembelea kuanzia 2021, nikasema baadaye nikapata wazo, hivi kwa nini nisitoe kile kitabu chapa ya pili? Alafu sasa hivi anaishi maisha mengine kabisa tofauti. Kwa nini simhoji nikajua experience yake ya kuhusu kustaafu? Na kwa sababu pia licha na kustaafu bado alionyesha kwamba kuna sehemu alikuwa anapenda sana kwenda. Kwa mfano Bagamoyo kwenye parokia ya Makurunge, kuna sehemu alikuwa anaonekana kwamba anazipenda bado sana. Nikasema kwa nini simhoji baba, alafu nikajua hata experience yake ya kustaafu, na naamini maneno yake sasa yatatujenga sana.
Kwa hiyo nikamwomba baba, nilikuwa naomba nataka nitoe chapa ya pili ya kile kitabu, alafu niongeze chapter ya kustaafu, naomba nikuhoji. Akasema sasa hivi nina nafasi, hamna shida. Kwa hiyo nikaanza tena kumhoji kuhusu kustaafu, ratiba yake kwa siku, akiamka asubuhi anafanya nini na kila siku anafanya nini, experience yake ya maisha ya kustaafu, changamoto za maisha ya kustaafu, nini anachowaambia wastaafu. Nikamuuliza pia maeneo aliyokuwa anayapenda, anieleze historia. Kwa mfano Pugu, kama Pugu alinishangaza kuniambia kwamba of course nilikuwa najua kwamba alikuwa ameshachagua Pugu akazikwe Pugu, lakini baada ya kuchagua Pugu kwenda kuzikwa na akaonyesha mahali pa kuzikwa, kwa sababu yeye alikuwa anataka azikwe pale mbele kabisa altareni. Kwa hiyo akasema, watu wakana niuliza kwamba yani unataka tukija kupokea tukukanyage wewe na nini na nini. Akasema nikamshirikisha askofu mkuu wa sasa manake Yuda Thaddeus Ruwa'ichi, nikamshirikisha, nikamwomba twende Pugu tukaangalie. Kwa hiyo mimi na askofu mkuu tukachagua mahali nitakapozikwa. Kumbe askofu mkuu pia alishakwenda naye Pugu, watu wengi hawajui. Alishirikishwa, alienda naye kabisa. Akasema nikamwomba askofu mkuu, tukaenda naye tukachagua mahali, nikamwambia hapa ndo nataka nizikwe. Kwa hiyo nikamuuliza kuhusu maeneo, akaeleza historia yake na Pugu, kwa nini anapapenda sana. Tangu mwanzo akiwa Segerea alikuwa anapapenda Pugu. Nikamuuliza kuhusu pia Kisiju, akasema anapenda Kisiju pia kwa sababu ni mahali yeye si alichaguliwa kuwa askofu wa Nachingwea, na kule kulikuwa na madhehebu makubwa kule, alikuwa ni Waislamu, na alikutana pale na padre mmoja ambaye anaitwa Padre Patrick Msalvatoriani huko Dindi alipokuwa anafanya kazi huko na Nachingwea. Akasema baadaye akaja kukutana naye tena huku, na yule father alikutana naye huko, aliomba shirika limsaidie Mkuranga kwa sababu alikuwa anapenda pia Mkuranga. Akapewa Padre Patrick kwa sababu Kisiju kilikuwa ni kigango cha Mkuranga. Patrick ndo akampeleka mwadhama Kisiju kumwambia kuna eneo hapa tunaweza tukaanzisha parokia. Na mimi kwa kweli wakati naandika kitabu, wakati ule akiwa bado askofu mkuu wa jimbo la Dar es Salaam, nimeenda naye Kisiju mara nyingi kwa ajili ya, kwa sababu Kisiju ilikuwa kila siku yake ya ofu ambayo ilikuwa ni siku za Alhamisi, alikuwa anaenda Kisiju, anakaa kule, hata kama ana kazi zake muhimu sana alikuwa anaenda Kisiju. Kwa hiyo nimeenda sana naye Kisiju, tukakaa siku 2, siku 3, siku 4, siku 2, siku 3. Kwa hiyo amenitembeza sana kwenye ufuko wa Kisiju, yani manake hapo namhoji maswali, tunatembea naandika tukiwa tunatembea labda kwenye karatasi, kwa sababu tunatembea ufukoni, unaona ile shamba, kwa sababu yeye ni mtu aliyekuwa anapenda sana ardhi na kujenga. Kwa hiyo nikajua historia ya Kisiju, nimeiandika kwenye kitabu. Na Makurunge, parokia ambayo iko Bagamoyo, na ameanzisha pale shule ya chekechea inayoitwa Siwema, na Siwema kwa ajili ya heshima ya yule binti mtumwa. Kwa wale walioenda Bagamoyo, kwenye makumbusho ya Bagamoyo, kuna binti mmoja pale alichukuliwa utumwani, anaitwa Siwema. Kwa hiyo baba akaanzisha kale kachekechea pale kwa heshima ya Siwema, yule binti aliyokuwa amechukuliwa utumwani. Kwa hiyo kuna kachekechea pale kanaongozwa na masista wa Karmeli, kanaitwa yani manake historia ya Siwema, manake utumwa ni kati ya mabinti waliochukuliwa utumwani. Ana historia kubwa sana pale Bagamoyo. Kwa hiyo akaanzisha ile chekechea kwa heshima ya Siwema yuyo wa utumwani. Kwa hiyo amejenga ile parokia kwa kweli kwa mkono wake, na ni parokia ambayo ameweka terazo na ameijenga kwa zawadi zake za kustaafu. Kwa hiyo nikaeleza na hiyo pia na upendo wake kwa Bagamoyo, kama Bagamoyo yenyewe ameongea sana kuhusu Bagamoyo na historia yake na kwa nini anapenda Bagamoyo sana. Kwa hiyo nilipata nafasi pia ya kumuuliza vitu mbalimbali ambavyo, kwa sababu unajua yeye alikuwa mstaafu, kwa hiyo ilikuwa ni rahisi sana kujua hobi zake, kwa sababu sasa si ana nafasi. Kwa hiyo nilimuuliza kuhusu hobi zake, vitu anavyovipenda, nini anachotaka kutuambia na nini. Kwa hiyo mwaka jana mwezi wa 7 nikawa nimemhoji. Mambo yakawa mengi, nikaendelea na shughuli zangu, na nikasema nitaendelea tena kumhoji kwamba mambo mbalimbali mengine, kwa sababu yapo mengi sana ya kumhoji mwadhama kuhusu vyama vya kitume, kwa mfano parokia za Dar es Salaam. Wakati nafikiria hivyo ndo akapata shida ya afya ya ugonjwa, na Mungu akamchukua kwake. Kwa hiyo baadaye nikasema, wakati baada ya msiba, watu wengi wakawa wananipigia simu, sasa kwa uliandikaga kitabu cha mwadhama, bado unacho kopi? Nikawa natafuta kopi zangu kwamba zilizobaki ni wapi. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu niliwapa, lakini nikapata watu, nikasema
kwa nini simalizie vile vitu ambavyo mwadhama aliniambia visivyo kapotea. Nikatoa chapter ya pili ambayo inaonyesha kustaafu, alafu ugonjwa na kifo na mambo yale aliyoyapenda na usia wake kwa jimbo la Dar es Salaam. Kwa hiyo nikaanza pia kutengeneza na nini, na hivyo vitabu vitakuwa sokoni kesho, vitakuwepo, tutaviuza, na nikasema itakuwa ni vizuri sana ili watu waweze kupata nafasi ya kumfahamu zaidi mwadhama, hasa kwa wale ambao walikuwa hawajapata hata kile kitabu cha mwanzo. Lakini pia hata kama watu walikuwa wamepata kitabu cha mwanzo, hawajui maisha yake baada ya kustaafu, alikuwa anafanya nini na alikuwa anapenda nini. Na yeye ni mtu ambaye pia tunajua kabisa, kila mtu anavyoongea atataja sala. Ni mtu ambaye alikuwa anapenda sana kusali. Mahusiano yake na Mungu kwa kweli, hatuongei tu kuhusu sala, yani mahusiano yake na Mungu yalikuwa ya pekee sana, kwa sababu ulikuwa unaona kabisa hata ukiongea naye kulikuwa na utulivu fulani wa ndani ambao unaupata, na ni kwa sababu yale mahusiano bora na Mungu aliyoyawekea. Kwa hiyo na kwenye kitabu hicho cha chapter ya pili ambacho kitakuwa sokoni kesho, amesema kwamba kazi yangu kubwa baada ya kustaafu ni kusali. Kwa hiyo utume wangu mkubwa kabisa ni kusali, hasa kuliombea jimbo la Dar es Salaam na waumini wake na uongozi wake na utume wake, na kila mwana Dar es Salaam aweze kumtafuta Mungu katika chochote anachokifanya, akiwa anajua kabisa kwamba kila kitu anachokifanya hapa duniani mwishoni ni Mungu. Kwa hiyo ametoa maneno mazuri sana kuhusu wanajimbo, na nitaomba waumini wa Kanisa Katoliki kununua hicho kitabu, kwa sababu ni vizuri kujua mchungaji mkubwa kama huyu mambo aliyoyafanya Dar es Salaam, lakini hata saulika kwetu, kwa sababu mambo aliyoyafanya yataendelea kuishi. Kwa hiyo kitabu cha mwanzo kina muonekano huu, lakini kitabu cha pili cha chapa hiki ndio kile kitabu cha mwanzo kabisa ambacho kilikuwa na peji kama peji 153, lakini kitabu cha pili sasa kina peji kama 190 kitu, na muonekano wake kidogo unafanana na huu kwa sababu ya rangi ya njano. Lazima niliweka kwa sababu rangi ya njano na nyeupe ni bendera ya Vatican, na kwa sababu kardinali alikuwa manake ni sio tu askofu, lakini alikuwa ni kardinali. Kwa hiyo alikuwa exactly. Kwa hiyo bendera ya Vatican lazima imfuate kokote anakokwenda. Kwa hiyo kitabu cha pili kinaitwa Mfahamu Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, na nyuma yake tumeweka picha ya kumbukumbu, kwamba kwa kumbukumbu ya mwadhama ni mambo yanayohusiana na kumwaga. Kwa hiyo namuasa kila mwanajimbo, naomba tununue kitabu hicho, kitauzwa kwa shilingi 15,000. Ni kitabu cha standard nzuri, unaweza ukaona hata karatasi zake zilivyo. Na hichi kitabu cha mwanzo hiki nilikiprintia Kenya, kwa sababu Tanzania kulikuwa hatuna hizi karatasi. Kwa hiyo hata kwa sasa tumeprint kwa gharama kubwa, kwa sababu nilikuwa naona kwa hadhi ya kardinali siwezi kuprinti kitabu kwa karatasi nyeupe ambazo natumia shuleni kwa watoto kuandikia mitihani. Kwa hiyo kwa kweli nilimwambia printer, kama nikikosa karatasi nzuri naacha nitaprint wakati mwingine, au nitakuja kutafuta ni print hata India. Kwa kumheshimu, ni hizi karatasi ni gharama sana, lakini nikasema sasa nawezaje kuandika kitabu niandike karatasi nyeupe hizi za kawaida. Kwa hiyo na hizi karatasi kimsingi kwa wale wanaosoma vitabu wanajua hizi ni karatasi standard za kuandikia vitabu, kwa sababu ni karatasi zinazofaa katika mtu kusoma. Kwa wale wanaosoma wanajua hizi ni karatasi za mtu anaweza kusoma. Na hicho kitabu cha pili pia tumeprintia kwenye karatasi hivi, na ukishika kwa kweli hautataka kukiweka chini, kwa sababu ni historia nzuri ambayo inasisimua, lakini pia inamleta mwadhama, unamuona hapo katika maisha yetu ya kawaida. Sister, hongera sana. Hongera sana sister. Kwanza nikupongeze kwa huo uthubutu ambao umeufanya na kutusaidia sisi ambao wengine tulikuwa tujakaa karibu na kardinali kujua namna maisha yake yalivyokuwa na nini ambacho tujifunze kutoka kwake kupitia maisha ambayo alikuwa akiyaishi. Nikupongeze. Lakini umesema umeandaa toleo la pili wakati kardinali ameshastaafu, na alikupa muda mwingi sana wa kuweza kumsikiliza ili uweze kuandika. Lakini baada ya muda kidogo akaanza kuumwa na hatimaye Mwenyezi Mungu amemuita kwake. Labda tufahamu, wakati kardinali anafariki tayari ulikuwa umeshamaliza toleo la pili au ulikuwa unaendelea? Kwa hiyo ni kama kahistoria kameishia njiani. Nilikuwa sijamaliza kumhoji. Yani wakati kardinali anafariki nilikuwa sijamaliza prosesi zangu za kukamilisha kitabu, kwa sababu nilikuwa nataka nimuulize mambo mengi. Nilikuwa nataka pia anieleze kuhusu kila
kwa sababu pia vyama vya kitume, lakini kuna mashirika ameyapokea Dar es Salaam, kwa mfano kama NEO. Tulianza kuongea kidogo kuhusu NEO na sijaweka ile, ingawa nilikuwa nimeshaandika kama karatasi 4-5, lakini kwa sababu nilikuwa sijapata nafasi mimi kwenda kusoma mwenyewe kuhusu NEO ili niweze kuwa na mamlaka ya kuweka kitu ambacho nakijua mwenyewe. Kwa hiyo nimekaondoa kale kapati. Alikuwa akajakamilika. Alikuwa ananieleza kuhusu NEO namna alivyowapokea na kwa sababu nilikuwa nimetaja sasa kuhusu chapter ya vyama vya kitume of course na mashirika aliyoyapokea Dar es Salaam, na nikaanza na NEO kwamba kama unajua NEO sio ni mapadi wa jimbo la Dar es Salaam, lakini wana namna yao tofauti. Ndio maana tunaona kwamba ni international. Ni mapadi wa jimbo lakini ni international. Kwa hiyo nilikuwa natamani kwamba angetueleza kwamba ni mapadi wa jimbo lakini ni international kwa mtindo gani. Umenielewa? Kwa sababu hatujui, tunaona padi wa jimbo Brazil, padi wa jimbo sio Filipino, kwamba mbona kama huyu, mbona sio, umeona kwetu sisi watu wa kawaida hatuelewi sana. Lakini mimi mwenyewe nikawa nimeshaomba kitabu cha NEO. Kwa kweli ninacho kitabu cha mwanzilishi wa NEO. Nikasema nitasoma pia mimi mwenyewe NEO ili niweze kuandika hata 2 pages, peji 2 kuhusu NEO ambako mlei wa kawaida kama mimi naweza kuelewa. Kwa hiyo kimsingi hasikumaliza, lakini hata baada ya chapter ya 2, kwa sababu nimeitoa haraka kwa sababu ya at least kwenye msiba huu na watakuja watu wengi wamfahamu, nikaona kwamba nisipotoa watu wengi wataondoka na hawajui kabisa historia. Na kuna watu wanatoka mikoani, mimi nimeandika kitabu niko Dar es Salaam, wataipata wapi? Kwa hiyo nikasema ngoja tu nitoe hii chapter ya 2, lakini nataka niweke vizuri, nitatoa chapter ya 3 ambayo itakuwa kwa lugha ya Kiingereza na Kiswahili, ambayo nitaeleza hata hayo mambo ya NEO ambayo alinieleza walau kidogo.